Bwana sifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Kanisa la Mfalme Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Mtoto wa kiume fahari kwa mama yake. Mtoto wa kiume majdai kwa mama yake. Mtoto wa kiume ni fahari kwa taifa lake. Haleluya, haleluya, haleluya. Ninampenda Mungu. Nikisema ninampenda Mungu, ninamaanisha. Lakini bado upendo wangu mimi yawezekana una kasoro. Yawezekana haujai. Yawezekana hautoshi. Yesu ni pendo kwangu. Yeye amenipenda. Yeye amenithamini. Yeye ameendelea kuonekana kwa namna ya tofauti sana. Yeye Ebeneza kwangu. Hakuna mwingine, ni yeye pekee. Kwa hiyo Yesu ni pendo. Yeye amenipenda mimi, akanifilia msalabani. Hata namna ambavyo aliendelea kunibeba katika hali ya ujinga wangu, katika hali ya dhambi zangu, katika hali ya kutokumtaka yeye, bado alinivumilia. Bado alisema ya kwamba Glory, sitakuita mtumwa. Hapana, bado umekuwa rafiki yangu. Kwa hiyo yeye ni pendo. Haleluya. Mungu asifiwe sana. Kabla tujaendelea sana, pengine ni mara yako ya kwanza kuingia kwenye chaneli hii ya mtoto wa kiume, haleluya, aliyefahari kwa mama yake, unakutana na Mwalimu Glorimina Venance Mpua kwa habari ya watoto wa mazingira magumu ya rohoni. Utasema mwalimu anasema mazingira magumu ya rohoni ni yapi? Sio mtoto yatima. Hapana. Hatuhusiki na mtoto yatima, ila tunahusika na mtoto wa mazingira magumu ya rohoni. Yupi huyo? Yule mtoto ambaye alikuwa ameshindikana kabisa. Yule mtoto wakati mwingine anakula paka madawa kulevya. Yule mtoto wakati mwingine wanajifunza na uchawi. Yule mtoto wakati mwingine hawezi kabisa. Hawezi, amechoka. Mzazi imefika mahali amenyamaza. Kila mtu amenyamaza, hawezi. Hasa pale kwenye ile ambao kwamba hawezi, Mungu ndiye ametuweka mahali hapo. Ndiyo maana tunasema tupo kwa habari ya mtoto wa mazingira magumu ya rohoni, mtoto wa kiume. Bwana ametupanda hapo. Haleluya. Funika macho yako tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, Baba, tuko mbele zako saa hii na wakati huu. Mungu wetu, ninaomba uwepo wako. Mamlaka yako isimame, nguvu zako zisimame, utukufu wako uonekane katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana, ninaomba uwepo wako. Yesu, ninaomba uwepo wako. Baba, ukiniacha mimi siwezi chochote. Baba, ukinyamaza mimi ni nani? Ni nani Baba? Ni nani kwenye madhabahu yako? Ni nani Mungu wangu? Ni nani Baba? Ni nani? Siwezi chochote. Ninaomba uwepo wako. Ukiwepo Bwana, neema yako yanitosha. Ukiwepo Yesu, utafundisha kanisa lako. Utasimama. Kuanzia mimi ninahitaji sana haya masomo. Uwepo wa damu yako na nguvu zako Mungu wangu, ninauhitaji sana kwenye maisha yangu. Katika jina la Yesu, anza pamoja nami kwenye huduma hii, Mfalme wa wafalme, kwenye masomo haya. Sema na maisha yangu, sema na mwanamke yule, sema na mwanaume yule, na kurudishia utukufu peke yako. Kwa ajili ya utukufu wa damu yako yenye thamani, nikiomba na kuamini. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Ni wakati mwingine tena Bwana wa majeshi ametupanda kwenye udongo mzuri. Yesu ametusimamisha kwa habari ya mtoto wa kiume. Mtoto wa kiume ni fahari kwa mama yake. Kuna mtu mmoja alishawahi kuniulizaga, kwa nini unawaongelea sana watoto wa kiume? Ndivyo alivyo Yesu. Amegawa vipawa na karama. Amegawa, kila mmoja amemweka kwenye eneo lake. Akaona Glorimina na timu yote ya injili kwa watoto inafaa kusimamia jambo hili. Haikuwa mwito rahisi. Haikuwa sauti rahisi. Haikuwa maneno rahisi ambayo yangeweza kushibisha moyo wangu, ambayo yangeweza kukubali, yaingie yapenye alafu nikubali kutembea katika wito. Hapana. Namba moja, nilishawahi kukimbia huduma hii. Nikakimbia nikaelekea kwenye huduma nyingine ya uchungaji. Nikaona kwamba inafaa paka kusoma, paka kufikia pale na pale, umeona?
Akili yangu nilijua kwamba zote ni kazi ya Mungu. Kwa hiyo nikienda kwenye uchungaji sawa, nikienda kwenye ualimu sawa, nikienda pale na pale ni sawa. Umeona? Kwa hiyo nikakimbia mwito. Wakati nikikimbia mwito, Bwana akaniambia, unakimbia unaenda wapi? Unaenda wapi? Nikakamatwa, kurudishwa kwenye eneo. Haikuwa kitu rahisi, mwana wa mfalme Yesu, kukubaliana na huo mwito. Ninapokuambia watoto wa mazingira magumu ya rohoni, maana yangu ni hii. Watoto wa mazingira magumu ya rohoni wana kazi kubwa kuliko mtoto yatima. Wana kazi kubwa kuliko uwe mwalimu wa sekondari. Wana kazi kubwa kuliko uwe mwalimu wa primary. Wana kazi kubwa kuliko injili zozote unazozijua. Yaani hichi kipengele cha watoto wa mazingira magumu ya rohoni, ndugu yangu, kama Mungu hajakuita, kama hujapakwa mafuta, kama neema ya Mungu haipo, roho ya uvumilivu haipo kwako, huwezi kutembea. Huwezi. Unatembea kwa sababu umepigwa chapa ya Kristo kwenye paji la uso wako. Ndio maana unatembea. Kwa hiyo kuupokea mwito huu, Mwalimu Glorimina akaanza kutembea nao. Sio tu kwamba nilisemeshwa mara moja kwamba uwe kwenye huduma ya mtoto wa mazingira magumu ya rohoni. Hapana, haikuwa mara moja. Ilikuwa ni safari ndefu. Ilikuwa hali ngumu. Ilikuwa mabishano sana. Nguvu, yani Mungu ilifika mahali alisema na mimi kwa lugha ngumu. Ndiyo maana ninathubutu kusema hakuna kukata tamaa. Hakuna kukata tamaa. Kwa hiyo habari ya mwito haikuwa kitu rahisi. Habari ya mwito sio kitu ambacho tu utakipokea kwa haraka. Mtoto yatima kumlea mbona ni rahisi? Kufundisha sekondari kwa watoto mbona ni rahisi? Kufundisha vyuo vikuu mbona ni rahisi? Kufundisha primary mbona ni rahisi? Tofauti na hili darasa tulilo nalo. Ni darasa la ukorofi. Ni darasa lililojaa shida. Ni darasa ambalo pasipo Mungu kukushika mkono kwa habari ya mtoto wa kiume, huwezi chochote. Huwezi chochote. Ukiangalia ili kudhibitisha kwamba hii huduma ni Mungu amekupatia, unashangaa unapita magumu yanaenda tu yanaenda. Mfano, nina mguu ambao tayari una shida. Huo mguu ni mguu wangu wa kushoto. Shida yake ilikujaje? Tulikuwa tunahudumia mtoto wa kiume wa mazingira magumu ya rohoni. Yule mtoto alitua na ungo nyumbani kwangu. Baada ya kutua na ungo, haikuwa kitu rahisi. Mwana wa mfalme Yesu, haikuwa kitu rahisi. Katika mahojiano na nini, tukaamua kukaa naye. Kumbe ule mtoto amemezeshwa shanga 50 na mtandao wa giza. Siku tunakwenda kumtapisha zile shanga, kwa sababu tulimtoa kwenye eneo mchanganyiko na watoto wengine, tukamuombea mahali pengine. Kwa hiyo ilikuwa ni mahali kama pa kilomita, labda kilomita 30, 40 zinaweza kufika. Sasa tumeenda kumtapisha kule zile shanga. Alitapika shanga 3. Baadaye akaniambia, mwalimu, buriani, sikuielewa hiyo neno. Pikipiki imekuja, nikapanda pikipiki. Naondoka naenda barabarani, barabara ya lami, kwenda kuchukua magari kwa habari ya kufanyaje, ya kurudi kwenye kituo sasa. Haya, nikiwa naenda na ananiambia buriani, sikuelewa. Nikapanda pikipiki. Nafika kwenye kituo, mtu wa haisi akanikaribisha kwenye haisi yake. Yale maneno siyakumbuki tena, lakini aliponiambia mwalimu buriani, alicheka lile cheko. Dereva akaniambia, madam, hebu angalia nyuma, huyu mtoto anacheka cheko gani? Mtoto wa miaka 8. Kumwangalia nikamwambia, huyu alikuwa na mapepo, tumemtapisha shanga, wewe twende. Sikulielewa. Nilipopanda haisi, dakika 5 zikufika, haisi kaanza kuyumba kutafuta barabara. Nikamwambia yule dereva, naomba usimame. Dereva hakunielewa. Nikamwambia, please nakuomba simama. Hakunielewa. Aliposimama alikataa kunifungulia mlango
mlango ili nishuke. Akafungua mlango wa haisi watu wengine kuingia. Wakaingia wanawake kama watatu hivi, mmoja akiwa mjamzito. Kwa kila kituo alikuwa ananizuia mimi kushuka, lakini alikuwa anapokea wanawake wajawazito. Sasa wakati akipokea wanawake wajawazito, wale wanawake walikuwa wanakimbizana kwenda hospitali ya jirani kwa habari ya kwenda kujifungua. So ile haisi ikajaa wanawake wajawazito 5, ambao wanawake wajawazito 3 tayari uchungu wao ulikuwa umekuwa sana kwa haraka sana, ambapo tayari walikuwa wamekimbilia kwenda kutoa watoto wao na kupakata watoto wao. Kwa hiyo wako katika hali ya uchungu. Wakati gari ile imepakia wale watoto wale wamama kwa vituo tofauti tofauti, ninamuona huyo kijana, huyo mtoto wa miaka 8 yuko mbele yangu. Gari inahangaika, naendelea kumuona huyo kijana yuko mbele ya ile gari. Alafu ananicheka. Ni ile kicheko ha. Yuko mbele yangu. Nafanya hivi macho, ninaona nini? Natengeneza macho, ninaona nini? Namuona huyo mtoto. Dereva nikamwambia, kuna mtoto namuona mbele yangu, na kuomba nishushe, nyinyi muendelee na safari. Yule kaka alikataa kunishusha. Nilienda na hiyo hali kama dakika 5 mfululizo. Tukaenda kuvamia gari ndogo. Haisi ya kwetu na gari ndogo vikakutana. Vilivyokutana, na ni gari ndogo haikupata majeraha sana, lakini huku kwetu gari kubwa, wale wamama ambao walikuwa karibu kwenda kujifungua walipoteza maisha yao. Wengine watoto walipanda huku juu, ikawa ni changamoto. Kuna mmoja ni tumbo ni kama lilipasuka, lakini yule mtoto alikufa. Sikufuatilia kama naye alikufa au ilikuwaje. Wakati yule mtoto namuona mbele yangu anapindua ile gari, mimi nilitamka neno moja, imeandikwa, hapana mfupa kuvunjika. Haisi tunazifahamu tulioko huku Afrika na hasa hapa Tanzania, tunazijua hizo haisi vile zilivyo. Sasa mimi nilikuwa kule mbele, nimekaa ile siti ya kule mbele kabisa. Umeiona ile siti ya mbele ilivyo? Neno la Mungu lina nguvu. Neno la Mungu lina uhai. Kila kilichoandikwa kwenye Biblia lazima kama Mkristo utembee nacho. Changamoto yetu, tunasoma Biblia kama kujifurahisha macho, kwa sababu tu mchungaji amekwambia usome, kwa sababu tu hapa pameandikwa hivi. Lakini ukichukua ule mstari wa Biblia ukauweka ndani ya moyo wako, ukaanza kutembea nao, hakika utaliishi neno. Lile neno lililoandikwa kwamba hapana mfupa kuvunjika, mimi nikatembea nalo, na Yesu atoa msaada wangu. Kwa sababu Yesu mwenyewe alikataa kuvunjwa miguu, ndio maana akafa kabla hajavunjwa miguu. Mimi ni nani nikubali ajali? Nikakataa. Kwa hiyo nilishindiliwa kwenye ile haisi pale chini. Umepaona vile palivyo, na huu mwili wa baraka, na huu mwili usiokuwa na shida, yani ndogo ndogo wala kubwa kubwa, hivi nilivyo. Hebu fikiria hapo ile nafasi gani ya mimi kujaa, lakini nilibana pale nikajaa. Kwa hiyo wakaja kwanza kuibomoa ile haisi, ndio kuja kunitoa mimi. Wananitoa ni mguu tu umepinda, huu mguu wa kushoto. Umeona? Kazi ni ngumu ya mtoto kumlea wa mazingira magumu ya rohoni. Simu zangu zikaharibika zote hapo, kila kitu kikaishia hapo. Hata ndugu zangu kupata taarifa ilikuwa ni ngumu sana, lakini nikapata tu neema. Maskari walifika pale, ninaye ndugu yangu mmoja ambaye ni askari. Kwa hiyo nikawa nimeomba maskari kwamba ninaomba mtafute ndugu yangu yuko mahali fulani na cheoni hiki, kwa hiyo mwambieni nimepata ajali, kwa sababu simu zote zimevunjika. Kwa hiyo walipompa taarifa kaka yangu ndo akaanza kusambaza kwa watu, mpaka majirani zangu wakapata taarifa kwamba tayari nina changamoto na nimelazwa hospitali fulani. Sasa ule mguu ulikataa kunyooka, ule mfupa. Kwa hiyo nikahamishwa ile hospitali ya lile eneo, nikapelekwa hospitali nyingine ambapo huwa wanavunja miguu na kuipanga vizuri. Nilipofika pale wakasema huu mguu lazima tuuvunje. Nikamwambia imeandikwa hapana mfupa kuvunjika. Kwa hiyo msinitoe nje ya neno la Mungu. Niliendelea kuburuza ule mguu na mihogo na nini na maombi sana, Mungu akiwa upande wangu, na nikaanza kuhubiri injili katika hali ya kunabebwa na vijana, naenda kukalishwa mahali na kuhubiri injili. Nilitembea kwenye huo mtembeleo miezi 8 katika hayo maumivu makali.
Ashukuriwe Mungu asiyeshindwa chochote. Mguu wangu umenyoka vizuri na safari imeendelea. Umeona ilivyo ngumu huduma hii ya mtoto wa mazingira magumu ya rohoni. Baadaye ninakuja kupona, ninakuja kuonana na yule mtoto. Alicheka sana. Akaniambia, umepona? Hapana, mkuu wetu alisema lazima tukule nyama. Hebu ona hii huduma ilivyokuwa ngumu. Okay. Nimekuja leo na kitu kingine kipya, na chakula kipya kwa watoto kwenye hii chaneli yetu ya Mtoto wa Kiume TV. Mtoto wa Kiume TV, haleluya! Mtoto aliyejaa ushindi, mtoto aliyejaa mamlaka. Haijalishi walinivunja mguu na ile ajali, waliniharibu ule mguu, lakini bado mtoto wa kiume amepigwa chapa kwenye moyo wangu kwamba lazima nitatembea naye, lazima atafunguliwa. Ushuhuda huyo mtoto, nifuate inbox nitakwambia. Lakini huyo mtoto alikuja akamaliza darasa la 7, akamaliza form 4, ameendelea na maisha yake mazuri huku akimtukuza Mungu, huku akisema Mungu ni mkuu. Unaona namna gani vipi huduma ya mtoto ilivyokuwa ngumu, hasa kwa habari ya mtoto wa mazingira magumu ya rohoni. Endelea kuwa na Mwalimu Glory Mina. Kipengele cha pili nitakupatia jambo jingine. Hebu angalia hiki kipengele cha kwanza ambapo nimepita kwenye changamoto ya mguu. Mguu huu wa kushoto umepinda kabisa. Lakini ulinyooka vipi sijui, kwa sababu nilitumia neno kwenye hii clip, toka na neno moja. Neno ni uhai. Chukua neno kwenye Biblia, tembea nalo kwenye kibao cha moyo wako, litumie lile neno, lisimamishe lile neno, mafuta mabichi yasimame kwenye lile neno, uweza wa kimungu usimame kwenye lile neno, utukufu wa Mungu usimame kwenye lile neno, uweza wa mamlaka ya damu usimame kwenye lile neno. Lile neno, hapana mifupa kuvunjika. Mimi ndio lililonitoa kwenye tabu, ndio lililonitoa kwenye kuuawa, ndio lililonitoa kwenye kuvunjwa miguu. Hapana mfupa kuvunjika. Hata Yesu alilitumia hilo neno. Kwa hiyo unaruhusuje wewe Mkristo mwenzangu mifupa yako kuvunjika? Nimepata ajali nikavunjika mifupa. Umeshindwa kuchukua neno na kutembea nalo. Tembea na neno. Neno liwe kwenye ubao wa moyo wako. Ubao wa moyo wako ukiweka neno, wakati wa magumu wewe utavuka, wakati wa taabu wewe utavuka, wakati wa aibu wewe utavuka, wakati wa fedheha wewe utavuka. Utavuka hata wakati wa uvuli wa mauti. Mauti imekusogelea, mauti imekunyemelea, wewe utavuka. Hebu tuone Roho Mtakatifu ananirudisha hapa kwenye Zaburi ya 40. Kuna nini? Mungu nisaidie. Zaburi ya 40. Okay, Zaburi ya 40. Nilimngoja Bwana kwa zaburi, akaniinamia na kusikia kilio changu. Akanipandisha toka shimo la uharibifu, toka udongo wa utelezi. Tarudia. Nilimngoja Bwana kwa zaburi, akaniinamia na kusikia kilio changu. Akanipandisha toka shimo la uharibifu, toka udongo wa utelezi. Akaisimamisha miguu yangu mwambani, akaziimarisha hatua zangu. Akatia wimbo mpya kinywani mwangu. Ndio sifa zake Mungu wetu. Akatia wimbo mpya. Kamata hiyo. Akatia wimbo mpya. Mstari wa 2. Akanipandisha toka shimo la uharibifu. Akanipandisha. Kwa hiyo Daudi alikuwa kwenye shimo la uharibifu. Daudi alikuwa chini, si eti. Daudi alikuwa kwenye shimo kule ndani kabisa. Shimo la uharibifu kule ndani. Alikuwepo huko. Ndio maana anasema akanipandisha kutoka shimo la uharibifu. Akanipandisha kutoka shimo la uharibifu. Yaani akapandisha kutoka kwenye shimo la uharibifu. Maana yake nini? Daudi alikuwa kwenye shimo la uharibifu. Ndio maana Bwana akampandisha kutoka kwenye shimo la uharibifu. Kwa hiyo mimi au wewe kwenye hicho kipengele cha ajali, tayari hilo ni shimo la
uharibifu. Angalia Mungu ni pendo. Haleluya. Angalia Mungu ni pendo. Mungu alivyoupenda ulimwengu. Mungu anavyompenda Mwalimu Glorimina pamoja na watoto wake wa kiume. Mtoto wa kiume ni fahari kwa mama yake. Mtoto wa kiume ni majidai kwa mama yake. Ninasikia fahari kupewa dhamana ya mtoto wa kiume. Ninasikia fahari kumwambia mtoto wangu wa kiume nenda mbele. Ninasikia fahari kumwambia mwanangu acha uzinzi. Ninasikia fahari kumwambia mwanangu acha bangi, acha madawa ya kulevya, acha kuiga mitindo ya dunia. Wewe mwanangu ni mzuri sana. Ninasikia fahari kwa sababu mimi na mtoto wangu tunatolewa kwenye shimo la uharibifu. Haleluya. Kwa hiyo shida ndogo ndogo hapana tunaga. Nachukia shida, umaskini na uchukia kutoka moyoni. Ninauchukia kwa kumaanisha. Mimi Mwalimu Glorimina na watoto wa kiume wote hatuna shida ndogo ndogo, hatuna shida kubwa kubwa. Najua mtakuja mashangazi, twendeni taratibu. Taratibu. Itafika mahali mashangazi wote watawakimbia wanangu. Sasa hivi nimegundua siri. Na wapandishaga mlimani kwenye maombi. Kule mlima Sakila. Na baada ya vipindi hivi nitakuwa mlimani na majina ya watoto wangu wote wanaonitumia majina. Kwa hiyo tunaenda. Ninatembea kidogo kidogo nikinyata. Ninatamani kuunyakua uzima wa milele. Ulimwengu utanipeleka wapi mimi? Na nasa zitanipeleka wapi? Kidogo kidogo nikinyata. Mwendo mdogo. Taratibu watoto wangu wanakuja kutoka kwenye shimo la uharibifu. Kwa hiyo sikumchukia yule mtoto. Ninakuongelesha mwanamke unayehesabu mabaya ya mtoto wako. Ninakuongelesha kwa huzuni kubwa mwanamke unayesema huyu mtoto ni mwizi simtaki, huyu mtoto ni mkabaji simtaki, huyu mtoto ni jambazi simtaki, huyu mtoto ni mchawi simtaki. Umethubutu kutamka na kuorodhesha maneno mengi. Lakini mama wa watoto, nimekuja kwenye kamera hizi. Hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Yote yanawezekana katika yeye atutiaye nguvu. Haleluya. Katika yeye atutiaye nguvu. Bwana asifiwe sana. Mtoto wangu wa kiume, amka. Umelala, amka. Umekata tamaa, amka. Umeshindwa, amka. Amka. Wacha niishie hapa. Karibu kipindi cha pili. Funika macho yako. Mungu wetu na Baba yangu, nakuja mbele zako, mfalme wa wafalme, tumaini la maisha yangu. Naacha kipindi hiki mikononi mwako. Baba, asante sana. Roho Mtakatifu umekuwa pamoja nasi kwa ushuhuda huu. Utukufu ni wako, adhama ni zako Mungu wetu, kwa ajili ya madhabahu yako takatifu. Asante maana umetukumbuka. Asante maana umekuwa pamoja na sisi, kwa ajili ya utukufu wa damu yako yenye thamani, nikiomba na kuamini. Amen. Mwalimu Glorimina Venance Mpua 0768972891 ndiye namba yangu. Sina namba zingine, ni hii namba moja. Karibu kwa ushauri. Karibu tumege mkate pamoja. Karibu tuwe na mazungumzo pamoja. Karibu mwana wa mfalme Yesu. Njoo, Bwana na haja na wewe. Amen.